Sasa tumeandaa hiki kipindi ambacho kinasema utata wa maandiko au maandiko tata. Kipindi hiki cha maandiko tata ni kipindi ambacho tutakuwa tunaongelea maandiko yote magumu ambayo yatakuwa yanawasumbua watu. Kwa kama umekutana na andiko lolote gumu ambalo limekusumbua, limekuumiza kichwa, ninaomba tuandikie hilo andiko alafu tushare kwa pamoja hivi ili watu wengi wapate faida. Mimi napenda maswali magumu kwa sababu kuna vitu vimejificha pale. Kwa hiyo ni vizuri kama hivi tunasaidiana. Unaenda kwa mtu ambaye anaweza kukusaidia. Kuna maandiko bila kusaidiwa hutaweza kuyaelewa. Ndio maana tupo kujengana, si ndio rafiki zangu? Sasa swali gumu la leo au swali tata la leo, inakuwaje mtu aliyekufa katika Mungu, katika utakatifu, aonekane kwa mganga wa kienyeji? Inaonekanaje mtu ambaye alishafariki afu eti mzimu wake unakuja kutokea kwa mganga wa kienyeji? Hicho kitu kinawezekana vipi? Tunajua watu waliofariki katika Mungu, waliolala katika Bwana, huwa wapo chini ya uangalizi wa Mungu. Sasa inakuwaje aonekane katika mganga wa kienyeji, kwenye tambiko, roho ya mtu mtakatifu ikaonekana kule? Sasa hiki unaweza ukakiona ni kitu cha ajabu sana, lakini kipo ndani ya Biblia yako, kipo ndani ya Biblia yako. Mtu mmoja anaitwa Samueli. Samueli ni nabii mkubwa sana aliyewahi kutokea katika taifa la Israeli. Kuna siku tutakuja kujifunza kwa habari zake tu, lakini huyo Samueli alikufa yeye. Baada ya kufa, taifa zima lilimuombolezea na msiba ukaisha na watu wakaendelea na maisha yao kama kawaida. Alafu sasa ajabu na kweli ni kwamba eti mtu mmoja tukaenda kwa mganga wa kienyeji. Alipofika kwa mganga wa kienyeji akasema mimi namtaka Samueli. Yule mganga akasema unasemaje? Akasema namtaka Samueli. Samueli kafa miaka mingi. Kwa hiyo yule mganga akaanza kufanya matambiko pale, akaanza kuagua pale, anaagua, anafanya matambiko, alafu eti Samueli akatokea tena, akaonekana. What? Akaonekana. Aisee, siku ya kwanza kulisoma ile andiko nilichanganyikiwa na mimi lilinivuruga kweli kweli. Alionekana. Inakuwaje aonekane Samueli kwa mganga? Na mtu alishafariki, alikufa na ni mtakatifu. Alionekanaje kwa mganga? Yaani mganga alimtoa Samueli alipo huko, alimtoa aliko huko, alafu akamleta hai. Just imagine. Umeona? Hayo andiko lilinisumbua kwa kweli. Andiko hili linapatikana katika Samueli, kitabu cha Samueli cha kwanza sura ya 28. Umeona? Hiki kitabu cha Samueli kimeandikwa na watu wawili. Kimeandikwa na Samueli mwenyewe, lakini Samueli hakukimaliza kwa sababu alikufa mapema. Aliyekimaliza kitabu hiki anaitwa nabii Nathan. Nathan ndo aliyemalizia kitabu hiki cha Samueli. Kwa unakuta, ndio maana usishangae unaposoma kitabu cha Samueli ushangae, mbona Samueli mwenyewe amekufa kitabu kinaendelea? Aliyekimaliza alikuwa anaitwa Nathan. Sasa ni kwamba naomba nianzie mstari wa 3 hapa na hii itatuletea maana. Anasema hivi. Okay, nitasoma haya maandiko alafu nitakuwa nafafanua, alafu mwishoni kule nikishamaliza kusoma ndipo nitakatoa jibu la pamoja. Kwa nini? Kwa sababu tutakuwa tushaipata picha nzuri ya kile ambacho kinazungumzwa katika nini? Katika haya maandiko. Umeona? Kwa nitakuwa nasoma na kuelezea, alafu mwishoni tutapata jibu la pamoja. Ila sasa nitaenda kwa haraka kidogo kwa sababu ni maandiko mengi, ila tutakuwa tunaelezea hivyo hivyo, tunaenda kwa vituo. Anasema hivi, basi Samueli alikuwa amefariki dunia. Umeona? Anasema Samueli alikuwa amefariki dunia katika hiyo sura ya 28. Samueli amefariki dunia, lakini hajafariki katika sura hii ya 28. Samueli amefariki tangu sura ya 25, ambapo sura ya 25 nasema hivi, akafa Samueli, nao Israeli wote wakakusanyika, wakamwombolezea, wakamzika nyumbani kwake huko Rama. Umeona? Kwa Samueli alikufa tangu sura ya 25, lakini tunapokuja katika sura ya 28 mwandishi huyu Nathan anatuletea tena Samueli hapa, kifo chake, ili kutuonyesha anachoenda kukielezea huko mbele kisituchanganye. Umeona? Anasema hivi, basi Samueli alikuwa amefariki. Inamaanisha ulikuwa ni muda mrefu sana umepita, alikuwa amefariki dunia. Nao Israeli wote walikuwa wamemuombolezea na kumzika huko Rama, ndani ya mji wake mwenyewe. Umeona? Tena Sauli alikuwa amewaondolea mbali hao wenye pepo wa utambuzi na wachawi katika nchi. Sijui unanielewa? Sasa kinachoongelewa hapa ni kwamba Samueli ameshafariki
na amefariki, muda mrefu umepita, na watu wamemuombolezea Samueli, na msiba umeisha, na maisha yameendelea kama yalivyokuwa, na mambo mengine yote yakawa yameendelea. Alafu kitu ambacho kinaongelewa hapa pia, anasema Sauli alikuwa amewafukuza waaguzi wote, yani waganga na wachawi wote katika taifa la Israeli. Ilikuwa ni marufuku taifa la Israeli kuonekana kwa mchawi wala mwaguzi, maana maandiko ya Torati yanasema hivi, usimwache mwanamke mchawi aishi. Si unaelewa? Usimwache mwanamke mchawi aishi. Kwa Sauli alikuwa amefukuza wachawi wote katika taifa. Sasa anaendelea hapo, nao Wafilisti wakakusanyika wakaenda kufanya kambi huko Shenemu, naye Sauli akakusanyika na Waisraeli wote, nao wakapiga hema huko Gilboa. Hapa sasa inaonyesha kulikuwa na vita sasa kati ya Waisraeli pamoja na Wafilisti. Wafilisti walikuwa wamekusanyika huko Shenemu, alafu hao Waisraeli ambao ni jeshi la Sauli walikusanyika, walipiga kambi yao huko Gilboa. Basi alipowaona au majeshi ya Wafilisti, huyo Sauli akaogopa, moyo wake ukaanza kutetemeka. Alikuwa ameapproach vita, ameenda vitani, ameweka kambi, alafu akujua ukubwa wa majeshi ambao Wafilisti wanayo, akujua hatari inayomkabili mbele. Alipoenda sasa kuyachungulia majeshi ya Wafilisti, alipoona yale majeshi, my friend, akaogopa, akaanza kutetemeka. Alafu anatetemeka ikiwa yeye ndiye Masihi ambaye anatakiwa awaongoze taifa la Israeli vitani, akaogopa. Just imagine kwa mtu ambaye sio kiongozi, sio mwanajeshi. Kwa baada ya kuogopa sasa, Sauli akachukua uamuzi gani? Sauli alipouliza kwa Bwana, Bwana hakumjibu kwa ndoto wala kwa Urimu wala kwa manabii. Tunaona jambo la kwanza, hatua aliyoichukua Sauli, alikuwa ameenda kwa Bwana kumuuliza Mungu, vipi vita, nitashinda, niende, nifanyaje? Lakini Mungu hakumjibu Sauli kwa aina yoyote ambayo alikuwa anajibu. Hakumjibu kwa maono, hakumjibu kwa ndoto, hakumjibu kwa nabii, hakumjibu kwa namna yoyote. Mungu alimnyamazia, alimfungia vioo kwa lugha ya Kiswahili cha kisasa au Kiswahili cha vijana. Umeona? Kwa Mungu akawa amechuna, hajajibu. Huyu bwana akaomba. Kwa nini Mungu hakujibu? Kwa sababu Mungu na Sauli walikuwa wana ugomvi wao. Umeona? Mungu alikuwa na ugomvi na Sauli na alikuwa amemkataa Sauli. Baada ya kumkataa Sauli, akaamua kumnyamazia kwenye vita. Kwa Sauli alipoona sasa Mungu hamjibu, akafanyaje? Alipoona Mungu hamjibu, ndipo Sauli akamwambia mtumishi wake, nitafutieni mwanamke mwenye pepo wa utambuzi, nipate kumwendea na kumuuliza kwake. Watumishi wake wakamwambia, tazama, yuko mwanamke mwenye pepo wa utambuzi huko Endori. Umeona? Sauli akawauliza watumishi wake kwamba hakuna mganga katikati yetu ndo mwenye pepo la uaguzi, yani maisha mganga ambaye anaweza akafanya uaguzi, ambaye anaweza akatwagua, ambaye anaweza akatufanyia nini, akatufanyia uaguzi. Umeona? Wakamwambia kwamba kuna nani, kuna mganga yupo Endori. Umeona? Yuko Endori, mwanamke mganga yuko Endori. Basi kinachofuata ni kwamba Sauli akajigeuza kwa kuvaa mavazi mengine, kisha akaenda yeye na watu wawili pamoja naye, wakamfikiria yule mwanamke usiku. Akasema, tafadhali unibashirie kwa utambuzi, unipandishie yeye nitakayemtaja kwako. Umeona? Sauli sasa alipofika kwa yule mganga, kwanza wakati anaenda akavua mavazi ya kifalme, akavaa mavazi ya mtu wa kawaida, akajifunika ili watu wasimtambue. Alafu akatoka katika Israeli akaenda mpaka huko kwa huyo mwanamke wa Endori. Alipofika kule akiwa amefunika ule utambulisho wake, ile identity yake, akamwambia yule mwanamke kwamba ninaomba uniagulie, alafu uniletee mtu nitakayekutajia kwake, nitakayemtaja, uniletee huyo mtu aniagulie. Kwa hiyo inaonyesha ilikuwa ni desturi ya watu wa zamani, wakienda kwa mganga wanataja majina ya watu wote ambao wanawataka. Wale watu hata kama walikuwa wamekufa, wanaamka wanakuja kwa mganga, alafu wanasema kile kitu ambacho wanataka kusema na wale watu. Sijui umeelewa? Kwa hiyo inaonyesha ilikuwa ni desturi ya watu wa zamani. Unaenda kwa mganga, unamtajia mganga jina, mganga anaanza kumvuta yule mtu, hata kama alikuwa amekufa atakuja. Alafu akishakuja unaanza kuongea naye. Ukishaongea naye unarudi zako. Umeona? Sasa yule mwanamke sasa, baada ya kupewa ile ombi, yule mwanamke akamwambia
Angalia, unajua alivyofanya Sauli, jinsi alivyowakatilia mbali hao wenye pepo na watambuzi na wachawi katika nchi. Mbona basi wanitegea tanzi uhai wangu ili kuniua? Sasa yule mganga hakujua kwamba anayeongea naye ndiye Sauli mfalme, akawa anawatazamisha kwa sababu alijua hawa watu ni Wayahudi, ni Waisraeli. Kwa sababu anajua hawa watu ni Waisraeli, anasema si mnajua kwamba nyinyi Sauli amewaua waganga wengi, ametunyanyasa sana. Sasa mnapokuja kwangu mimi, mbona mnanitegea tanzi? Wakigundua kwamba mmekuja kwangu mimi sina kufa, kwa alikuwa anaonyesha kwamba mnanihatarishia maisha yangu. Umeona? Sawa. Naye Sauli akamwapia kwa Bwana akasema, aishivyo Bwana, hautapata adhabu yoyote katika jambo hili. Just imagine, mtu kaenda kwa mganga wa kienyeji lakini anakula kiapo cha Mungu. Anasema kama aishivyo Bwana, kwa mganga, kama aishivyo Bwana wa majeshi, hautapatwa na chochote. Analiapa jina la Bwana, na maandiko yanasema usiape, usilitaje jina la Bwana Mungu wako bure. Lakini huyu yupo kwa mganga wa kienyeji lakini bado anakula kiapo kwa jina la Bwana. Tuendelee hapa. Okay. Naye Sauli akamwapia, okay, nimeshaisoma hiyo. Anaendelea hapa. Ndipo yule mwanamke aliposema, je, ni nani nitakaye mpandisha? Unataka nimvute nani? Anaposema kumpandisha, inamaanisha huyo mtu alishia kufa. Hii ni lugha tunatumika kumpandisha. Maana Sauli anasema hivi, utanipandishia nitakaye kutaja. Anaposema kumpandisha, inamaanisha ni marehemu tayari alishakufa. Kwa mtu anayekufa inaaminika anakwenda chini. Katika Agano la Kale waliokuwa wanakufa wote walikuwa wanakwenda chini. Hakuna andiko la Agano la Kale linaelezea mtu amekufa anakwenda juu. Sijui unanielewa? Walikuwa wanakwenda chini. Ndio nadharia ya Agano la Kale. Wanasema unipandishie, inamaanisha uniinulie kutoka chini, yaani kutoka kaburini kwa lugha nyingine, au kutoka huko aliko huyo mtu aliyekufa uniletee hapa. Kwa hiyo ndio huyu mwanamke anasema hivi, ni nani unataka nikuinulie, au nikupandishie, au nitakaye kupandishia? Umeona sasa haya mambo yananifurahisha kweli. Naye akasema nipandishie Samweli, yaani bila aibu akasema nipandishie Samweli. Kwa hiyo yule mwanamke akustuka kusikia jina la Samweli, kwa sababu Samweli alikuwa ni nabii, alikuwa anafahamika, alikuwa ni mtakatifu, alikuwa ni mtu wa Bwana, watu ambao walikuwa wanaenda kuuliza njia za Bwana kwa Samweli. Kwa hiyo ni mtu ambaye alikuwa ni famous, kwa sababu alishakuwa mwamuzi, kiongozi mkuu wa taifa. Kabla ya wafalme alikuwa ni Samweli. Kwa maana hiyo hata waganga walikuwa wanamjua Samweli. Umeona? Naye akasema nipandishie Samweli. Umeona? Kwa yule mwanamke akaona ni jambo rahisi tu. Kwa hiyo inamaanisha hawa watu walikuwa na uwezo wa kumleta mtu yoyote katika Agano la Kale. Kwa aliposema nipandishie Samweli, akushtuka, akaanza kuagua. Sio kwamba amjui Samweli, anamfahamu kwa sababu alikuwa ni mtu mkubwa sana Samweli. Lakini kwa nini ashtuki? Kwa sababu wewe Samweli, nataka nikuletea Samweli, inawezekanaje? Kwa hiyo kwa kutoshtuka kwake kunaonyesha kabisa ilikuwa ni jambo ambalo linawezekana kumpandisha Samweli. Sasa tuendelee hapa. Hii ni Biblia yako ambayo hata ukisoma kwenye kitabu chako utakikuta sio mambo mapya, lakini ni magumu. Okay? Na kwa leo kwa neema ambayo Mungu alitupa yatakuwa mepesi. Hata yule mwanamke alipomwona Samweli, sasa ngoja nimalize kabisa. Hata yule mwanamke alipomwona Samweli alilia kwa sauti kuu, na yule mwanamke akamwambia Sauli akasema, mbona umenidanganya kwa kuwa wewe ndiwe Sauli? Sasa hapa kuna mambo mawili yanatokea, matatu. Jambo la kwanza, yule mwanamke kaanza kumvuta Samweli, kumpandisha kutoka huko chini. Anampandisha Samweli, la kwanza, na tunaona alifanikiwa kumpandisha Samweli. Lakini alipomwona Samweli hakutarajia kuona kile alichokiona. Akapiga kelele, akashikwa na bumbuazi la pili, maana ameona kitu kisicho cha kawaida. Jambo la tatu, akapata kuelewa kwamba huyu ni Sauli. Jambo la tatu, akapata kuelewa kwamba huyu ni Sauli. Umeona? Ikabidi aanze kusema, mbona umenidanganya? Wewe kumbe ni Sauli umekuja hapa. Umeona? Umenidanganya.
Kwa mfalme akamwambia usiogope, kwa sababu yeye ndio mfalme, kwa anamwambia usiogope. Kwa maana hiyo anamaanisha kwamba hatamuua. Sauli alikuwa ni mtu mkali sana. Katika wafalme wa kale wale kutokea, Sauli alikuwa ni mkali, alikuwa na misimamo, akisema wachawi wote siwataki, anawaua na waua kweli. Kwa pamoja na yote yule mganga alikuwa anaogopa kwamba Sauli atamuua. Kwa anampa uhakika kwamba sitakuua, ila akamuuliza hivi, mstari wa ngapi tupo? Mstari wa 13, akamwambia usiogope, waona nini? Yaani Sauli bado hajaona kitu ambacho yule mganga kakiona. Waona nini? Yule mwanamke akamwambia Sauli, naona Mungu anatoka katika nchi. Naona Mungu anatoka katika nchi. Kwa hiyo Samueli alionekana kama Mungu wakati anapanda kutoka kule katika nchi. Kwa hiyo neno Mungu ambalo limetumiwa hapa ni Mungu wa herufi ndogo. Kwa maana hiyo aliona mtu asiye na uwezo wa kawaida, ni mtu ambaye si wa kawaida. Kwa mtu ambaye si wa kawaida katika mazingira ya kichawi walikuwa wanamuona kama Mungu, yani kwa lugha ya miungu. Unaposema Mungu kwa lugha hii miungu, yani kitu ambacho kina nguvu ya supernatural, ambacho kina nguvu isiyo ya kawaida. Kwa naona kama huyu Mungu. Kwa hiyo Mungu ya herufi ndogo ambayo wingi wake ni miungu. Kwa akasema ninamuona Mungu amepanda katika nchi. Umeona? Okay. Kwa hiyo Sauli akawa bado hajamuelewa yule mganga, ikabidi amuulize swali lingine. Akamuuliza anafananaje? Mstari wa 14, naye akamuuliza ni mfano wa nini? Yaani anafananaje au anaonekanaje? Yule mwanamke akajibu, ni mzee anazuka naye amefunikwa na vazi. Yaani ni mzee anazuka naye, nafahamu kuzuka. Kuzuka ni kile kitendo cha mtu tu anakuja anakuja anazuka alafu amefunikwa na vazi. Kufunikwa na vazi, yamkini alivaa vazi kama kanzu imeshuka hadi chini. Umeona? Kwa hiyo sasa ndo anampa anavyoonekana. Umeona? Sasa mstari wa 14 wanaumalizia, anasema hivi, Sauli akatambua kwamba ndiye Samueli mwenyewe, akainama mpaka nchi akasujudia. Kwa Sauli baada ya kupata yale maelezo ajua, huyu ni Samueli, huyu hamna mtu mwingine, huyu ni Samueli. Kwa akashuka mpaka chini akamsujudia Samueli. Sasa mstari wa 15 sasa anasema hivi, ndipo Samueli akamwambia Sauli, mbona umenitaabisha mimi hata kunipandisha juu? Kumbe Samueli kweli alikuwa chini bwana. Anasema hata kunipandisha juu. Sauli akajibu, mimi nimetaabika sana, kwa kuwa hao Wafilisti wamenifanyia vita, naye Mungu ameniacha, hanijibu tena, wala kwa manabii wala kwa ndoto. Kwa hiyo nimekuita wewe ili unijulishe nifanyaje. Unajua Sauli pamoja na ubaya wake wote, lakini alikuwa anamheshimu Samuel as a father. Alikuwa anamheshimu kama baba. Huyu ndiye mtu aliyempaka mafuta, ndiye mtu aliyemtia ujasiri. Bila ambacho Sauli hawezi hata kusimama mbele za watu, anaona aibu, anaogopa. Samuel ndo alisimama kama baba kwake, akamsaidia sana. Na Samuel, siri ambayo watu wengi hawajui, Samuel alimpenda sana Sauli. Pengine alimpenda Sauli kuliko hata Daudi kwa Samuel. Yaani Samuel alikuwa anampenda Sauli yamkini kuliko hata Daudi. Kwa hiyo Sauli alichukulia Samuel kama baba. Kwa hiyo akamwambia, na mimi nimeona sasa Mungu anijibu, nikaona nikuite wewe ili unijulishe nifanyaje. Umeona? Samueli akasema, kwa nini kuniuliza mimi ikiwa Bwana amekuacha naye amekuwa adui yako? Yeye Bwana amekutendea kama alivyosema kwa kinywa changu. Bwana amekulalulia ufalme mkononi mwako na kumpa jirani yako, yaani Daudi. Hapo Samueli anaongea. Unajua Samueli hakuwahi kumwambia Sauli waziwazi kwamba Daudi ndo amekuwa mfalme. Alikuwa anaogopa akimwambia atamuua, lakini kwa sababu Samueli kashakufa anamtajia wazi wazi, huwezi kumuua mara mbili. Anasema hivi, naye amempa jirani yako, yaani Daudi, kwa sababu wewe ukuitii sauti ya Bwana wala ukutimiza hasira yake juu ya Amaleki. Kwa sababu hii Bwana amekutendea hili leo. Tena pamoja na wewe atawatia Waisraeli mikononi mwa Wafilisti. Hata kesho wewe na mwanawe mtakuwa pamoja nami,
Tena Bwana atawatia jeshi la Israeli pia mikononi mwa Wafilisti. Mara Sauli akaanguka kifudifudi, akaingiwa na hofu kuu kwa sababu ya maneno hayo ya Samueli, wala hakuwa na nguvu yoyote, maana hakula chakula mchana kutwa wala usiku kucha. Samueli anamwambia Sauli kwa neno pale zito linasema hivi, kesho wewe na mwanao yani Jonathan mtaungana pamoja nami. Anamaanisha na Sauli naye atakufa, alafu akisha kufa Sauli ataenda alipo Samueli. Sasa ili neno linawezekanaje? Je, yule alikuwa ni Samueli kweli au hakuwa Samueli? Ili swali nilienda kumuuliza mwalimu wangu ambaye alikuwa ananifundisha maandiko. Yule mwalimu wangu akaniambia yule hakuwa Samueli. Yule hakuwa Samueli. Yule alikuwa ni pepo aliyejifanya Samueli, kwa sababu Samueli hakuna namna inawezekana akaonekana roho yake kwa mganga wa kienyeji wakati yeye ni mtakatifu wa Mungu. Na maandiko yanasema kwamba shetani huweza kujigeuza kuwa kama malaika wa nuru. Kwa maana hiyo sasa, yule pale alikuwa ni pepo lililojifanya kuwa ni Samueli. Kwa hiyo nilitoka na maana hiyo kwa muda mrefu, nilikuwa natembea na maana hiyo, lakini baadaye wakati naendelea kujifunza ndipo nikajifunza hiki kitu sasa ambacho nataka nikueleweshe leo ujifunze, na watu wote ambao mlikuwa na mtazamo kama wangu mtajifunza. Umeona, mtajifunza ni kwamba yule ambaye anazungumzwa pale alikuwa ni Samueli mwenyewe na halikuwa pepo, na hakuna ishara yoyote ya pepo tunayoliona pale. Yule alikuwa ni Samueli mwenyewe. Yule alikuwa ni Samueli mwenyewe. Sasa najua unachojiuliza, inakuwaje Samueli aonekane kwa mganga wa kienyeji mtakatifu wa Mungu? Inawezekanaje Mungu aruhusu Samueli aonekane kwa mganga wa kienyeji? Sasa hapa ndipo swali ambalo nataka nilijibu. Inawezekanaje Samueli atokee kwa mganga wa kienyeji aliyekufa miaka mingi? Tumekuwa na somo la Pasaka ambalo tumeliendesha kwa mtindo wa semina. Ilikuwa ni semina tu nzuri ya Pasaka ambayo imefanyika wiki ile iliyopita ya Pasaka, ambapo kwa watu ambao walisikiliza vipindi vyote vya Pasaka ambapo tulikuwa tunajifunza pale, utanielewa vizuri zaidi tutakapokuwa tunaelezea jibu la hili swali. Umeona? Na watu wengine wote mtanielewa, ila waliojifunza kuhusiana na Pasaka watanielewa mara mbili hapa. Iko hivi, katika Agano la Kale kabla ya Kristo, watu wote waliokuwa wanakufa walikuwa wanaelekea kuzimu. Watu wote waliokuwa wanakufa walikuwa wanaelekea kuzimu. Haijalishi umefanya makubwa kiasi gani mbele za Bwana, haijalishi wewe ni mtakatifu kiasi gani, ili mradi umekufa unaenda kuzimu. Umeona? Ndio maana shetani alikuwa na kiburi na jeuri ya kugombania mwili wa Musa. Unajua mwili wa Musa ulipokufa uligombaniwa. Alikuwa na kiburi kwa sababu mtu yoyote anayekufa lazima ashuke kule kuzimu. Hilo la kwanza. Lakini huko kuzimu akishashuka kulikuwa kumegawanywa kwa pande mbili. Wale waliokuwa waovu sana walikuwa wako upande wa chini wanateswa, alafu wale ambao walikuwa wema sana walikuwa upande wa pili wanapumzishwa. Lakini tunaposema wanapumzishwa, haina maana walikuwa huru. Hawakuwa huru wakiwa kuzimu, walikuwa wamefungwa, wanasubiri wokovu, wanamsubiri mtu ambaye atakuja atawaokoa kutoka kule kuzimu. Walikuwa wako chini ya kifungo na walikuwa wanasubiria adhabu ambao ulikuwa ni moto wa milele. Hakuna mwanadamu ambaye angesalimika na moto wa milele kama Yesu asingefika. Ni hata Musa, hata awe nani, walikuwa wanasubiri moto. Umenielewa? Kwa nini walikuwa wanasubiri moto? Kwa sababu lile kosa ambalo Adamu alilifanya pale bustanini, adhabu yake ilikuwa ni mauti, mauti ambayo wanadamu wote ilikuwa lazima waipitie. Na wakati mauti inaingia, inamaanisha kuzimu ikapata nguvu ghafla. Kuzimu na mauti vilikuwepo tangu Adamu anaumbwa,
lakini havikuwa na nguvu. Lakini kwa kosa alilofanya Adamu, alifungua mlango wa kuzimu, akafungua mlango wa mauti, na dhambi ikawashinda wanadamu wote. Kwa maana hiyo hata yule mtakatifu ambaye hakufanya dhambi, lakini kwa sababu alikuwa ni mwana wa Adamu, na yeye anahesabiwa dhambi, ndivyo dhambi ilivyowashinda. Ndio maana maandiko anasema hakuna mwenye haki hata mmoja, hakuna mwenye haki hata mmoja. Kwa sababu unaipataje haki ikiwa wewe ni mzao wa Adamu? Haki huna. Kwa walikuwa wanakwenda kuzimu wakisubiri haki ambayo italetwa na Mungu mwenyewe baada ya lile kosa la Adamu kulipiwa. Umenielewa? Ambapo hiyo kosa anakuja kulilipa Yesu Kristo msalabani, ambapo anawatoa watakatifu waliokuwepo kuzimu kule waende tofauti. Sasa akaigawa ile kuzimu mara mbili. Wale watakatifu waliokuwepo kule wakahamishwa kutoka kule kuzimu, wakapelekwa sehemu nzuri inaitwa paradise. Umeona, hiyo ndio sehemu ya watakatifu ambao sasa wako huru, hawako chini ya kamba wala mnyororo wowote wala kifungo chochote, na wale waliokuwepo kuzimu wanaendelea kuwa kuzimu kule kule. Umeona? Kwa hicho ndicho alichokifanya Yesu pale msalabani. Jambo la pili alilofanya Yesu, akanyang'anya ile udhibiti wa kuzimu, kwa sababu udhibiti wa kuzimu ulikuwa chini ya Shetani. Ndio alikuwa ana udhibiti wa kuzimu, alikuwa ana amri na kuzimu. Kwa nini? Kwa sababu hakukuwa na chochote ambacho kinaweza kikaishinda kuzimu, kwa sababu mwanadamu mwenyewe anastahili awepo chini ya kuzimu. Tena yani hata ile kugawa, lile shimo lile kugawa, maana anasema katikati yetu, kwenye ule mfano wa tajiri na Lazaro, Yesu anavyotoa mfano, Ibrahimu anasema kati yetu sisi tumetengwa na bonde kubwa. Umeona, wa huko, sio? Unanielewa? Sasa ile ilikuwa tu ni neema ya Mungu kwamba hao watu wasichomwe, ila kiukweli kabisa wale walikuwa wanaenda kuzimu na wao walikuwa wanatakiwa wateswe kama wale watu wengine. Kwa nini? Kwa sababu hakukuwa na kitu kinachosimama kama sadaka, kama ukombozi kutokana na ile dhambi ya Adamu. Kwa hiyo ndio maana walikuwa kule kuzimu, na ile kuzimu yote ilikuwa inatawaliwa na Shetani, kwa sababu ndio alikuwa ameshika funguo za mauti, ameshika funguo za kuzimu. Sijui kama unanielewa. Okay, ni vizuri kama unanielewa. Sasa tunaporejea sasa kwenye kisa hiki cha Samueli, ni kwamba wakati huo wa Samueli na Sauli na Daudi na Sulemani na watu wote wa Agano la Kale, kama nilivyosema, kuzimu ilikuwa chini ya Shetani, na waganga wa kienyeji walikuwa ni watumishi tu na vibaraka wa Shetani. Kwa maana hiyo mtu anaenda anasema, nataka niongee na babu yangu aliyekufa kule. Kwa hiyo anapomvuta, anapompandisha kutoka kule kuzimu, yule mtu anakuja anaongea naye, kwa sababu hao wote ni cheni moja. Umeona? Kwa sababu wanaiconnect kuzimu, ni watu ambao wanamtumikia Shetani ambaye ndio mfalme wa kuzimu, mfalme wa mauti, lakini pia alikuwa ni mfalme wa ulimwengu huu. Yaani Shetani alikuwa anatawala mambo matatu: alikuwa anatawala dunia, alikuwa anatawala kuzimu, alikuwa anatawala mauti. Sijui kama unanielewa hapo sasa. Kwa hiyo sasa inamaanisha Sauli anapofika pale anasema namuomba Samueli, inamaanisha kwa sababu yule mganga anaagua, alikuwa ana nguvu ya kumleta Samueli kwa Sauli. Umeona? Hiyo jeuri na kiburicho walikuwa nacho, kwa sababu hawa watu wamefungwa, ni wafungwa wa kuzimu. Kwa hiyo mfungwa alikuwa ni mtu ambaye hana uhuru wowote. Unapoenda gerezani leo unataka kuongea na mtu aliyefungwa kifungo cha maisha, unaenda pale una saini sehemu. Ukisha saini kwa sababu anataka niongee na fulani, mimi ni ndugu yake, labda mimi ni rafiki yake, au mimi nataka tu nifahamiane naye, nimekuja kumtembelea. Kwa hiyo yule mtu anatolewa kule gerezani, sio? Unanielewa? Anakuja sehemu ya maongezi ambayo imeandaliwa. Kwa hiyo mnakuwa mnaongea naye pale. Mnapokuwa mnaongea naye, afu kishamaliza muda, yule mtu anarudi gerezani, kwa hiyo unaendelea na maisha yako. Ndivyo ilivyo kwa Sauli, kwa sababu Samueli yupo kuzimu, na kuzimu kulikuwa ni gereza. Kwa hiyo ilikuwa ni rahisi kumrequest Samuel. Kwa Sauli alichofanya, akamrequest Samuel, na Samuel hana jeuri ya kukataa ile request. Kwa ikabidi tu avutwe, yani anavutwa na nguvu ambayo hawezi akaizuia. Ndio maana alipofika pale alikasirika, akamwambia mbona unanitaabisha? Umeona? Kwa anaonyesha kwamba mbona unanitaabisha. Kakasirika Samuel. Umeelewa? Anasema hapana, mimi nimemwomba Mungu, Mungu hajanijibu. Akasema sasa kama Mungu hajakujibu, kwa nini unaniita mimi? Kama Mungu hajakujibu, kwa nini unaniita mimi? Umeona? Lakini kinachoonyesha kuwa ni Samuel yule bwana ni jinsi alivyoshuka. Aliposhuka, alipokuwa anapanda, yule mganga aliogopa, alitetemeka, akapiga makelele, yani aliona kitu ambacho sio cha kawaida.
Umeona, amemleta mtu ambaye leo sio wa kawaida, japokuwa alikuwa na nguvu za kumleta, lakini alimuona huyu sio wa kawaida, akaanza kuogopa kutembea, kwa sababu mtu anakuja anazuka kama upepo, anakuja anazuka. Kwa mganga aliogopa sana, kwa hiyo akapiga makelele. Kwa hiyo inaonyesha kabisa yule alikuwa ni mtakatifu wa Bwana, lakini amevutwa kwa sababu hakuna namna ambayo, kwa sababu tu wapo kifungoni. Si unanielewa hiyo? Sawa. Kwa hiyo jambo lingine linaloonyesha yule bwana ni Samueli ni kwamba unabii aliotoa, anasema hivi, anatoa unabii ambao ulitimia kwamba kesho nyinyi mnakufa, na kesho ile walikufa kweli. Sauli na mwanaye ambaye alikuwa ni Sauli na Jonathan walifia vitani, walikufa kwa siku moja. Mtu na baba yake walikufa kwa siku moja huko vitani. Kwa hiyo kabisa unabii ulitimia. Lakini jambo lingine ambalo limefungwa pale, limejificha sana pale, ambalo linaonyesha kabisa huyu ni Samuel, kitu kimejificha pale, ambacho kitu hicho anasema hivi, kesho wewe na mwanao mtakuwa pamoja nami, mtaungana pamoja nami. Tumesoma hapo, wewe na mwanao kesho mtaungana pamoja nami. Anaposema kuungana pamoja nami, inamaanisha Sauli alikuwa ni muovu, si unaelewa? Alafu anawezaje kuungana na Samueli mtakatifu? Tunajua Samueli mtakatifu anaenda kulala mahali pema, alafu inakuwaje Samueli tena aseme Sauli ataungana naye wakati Sauli ni mtu mwovu? Anawezaje wakaungana, mtu mwema na mwovu huko katika kifo? Ni kwa sababu wema na wabaya wote walikuwa wanakwenda sehemu hii moja. Kwa anaposema tutaungana pamoja nami, inamaanisha kesho tutaonana, kwa sababu walikuwa wana uwezo wa kuonana, walioko katika mabaya na walioko katika mema wanaweza kuonana, na walikuwa wana uwezo wa kusalimiana, wa kuongea. Sio, unanielewa? Kwa maana hiyo sasa anasema kesho mtakuwa pamoja, kwa hiyo tutakuwa wote. Maana hiyo watu wema na wabaya walikuwa wanakwenda sehemu moja. Kwa hiyo jibu ni kwamba yule aliyeonekana pale alikuwa ni Samueli, na watu wa zamani walikuwa na jeuri ya kufanya hivyo hata kwa watakatifu wa Mungu, kuwavuta waliokuwa wamekufa. Hii mizimu, nguvu ya mizimu, miroho ya mizimu ilianza zamani, lakini baada ya Yesu kufufuka msalabani, sasa hivi uwezi ukamrequest mtakatifu yoyote aliyelala katika Bwana kwa mganga wa kienyeji akakutokea. Hicho kitu hakipo. Na kama kweli umeuona mtakatifu ambaye alilala katika Bwana amekutokea, basi hapo kuna walakini, kuna walakini, na walakini huo upo katika saikolojia yako wewe, ila kwa sasa hivi hicho kitu hakipo. Mara baada ya Yesu mwenyewe kufufuka, hakuna mchawi wala mtu, kwa sababu kwanza alipofufuka Yesu, alipokufa alienda alikamata funguo ya kuzimu. Kwa hata kule kuzimu kwenyewe Yesu ndo anakushikilia, lakini zaidi ya yote alikamata funguo ya mauti. Mauti yenyewe ameikamata, umenielewa? Alafu ulimwengu huu Kristo anaukamata, ingawa ulimwengu bado mfalme wa ulimwengu ni adui Shetani, lakini Kristo bado ana mamlaka nao, sio? Kwa sababu ya sadaka yake na damu yake pale msalabani. Basi swali letu la leo limejibiwa kwa namna hiyo. Na wewe kama unalo swali ambalo unaliona ni tata kweli kweli, tuandikie my friend, tutajitahidi. So kwamba tunajua sana, ni kwa neema ambayo na kipawa ambacho Mungu ametupa, ni vizuri tukashiriki kwa pamoja. Tunasaidiana katika kujenga nini? Mwili wa Kristo. Umenielewa? Tunasaidiana katika kujenga mwili wa Kristo, na kupitia pia swali lako uweze ukajua litawafikia watu wangapi, litawasaidia watu wangapi, litawajenga watu wangapi, litawaelimisha watu wangapi. Jina langu ninaitwa Mwalimu Vincent Mwakisyala. Hiyo unayoiona hapo ndio namba yetu kwa mchango, sadaka na sapoti yoyote ambayo unatamani kuungana pamoja na huduma hii, basi unaweza ukazitumia namba hizo katika kuifanikisha kazi ya Mungu, katika kuwafikia watu wengi. Mungu akubariki sana. Usiache kusubscribe na kushare channel hii kwa wewe ambaye bado. Mpaka wakati ujao.